Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Naam, leo tunasoma mji wetu wa 11. Nafikiri tuishaishia wa 10 video iliyopita. Sasa tunaendelea na mji wa 11 mpaka pale ambapo Mungu atakapojalia kuishia mwisho. Kwa katika mji wa 11 kama tulivyosoma kule nyuma, ni mji ambao unahusika na rafiki. Rafiki yako. Hii mji kila mtu ana rafiki. Kwa hiyo ikisimama shikeli kama hii hapa ya qabdatu kharija, tusema shikeli hii ni inaashiria kupungua kwa kitu, kupoteza, inaashiria huzuni, inaashiria kupunguza kitu au kukikosa kabisa. Kwa ni shikeli pia ni ya kukosa. Tulishaeleza katika tunavyoanza mwanzo. Sasa ikisimama katika mji huu wa 11 huwa inaashiria kumpoteza rafiki, au kupungua kwa marafiki. Yaani unaweza kama mtu alikuwa na marafiki zake, sasa marafiki wanaanza kumkimbia, wanaanza kumtoka, wanapungua, inakuwa ina maana hiyo. Au anaweza akawepo rafiki ikawa inamaanisha ya kwamba ni kupungua kwa msaada kutoka kwa rafiki. Kile ambacho unategemea kukipata kutoka kwa rafiki yako ukawa unakikosa. Kama alikuwa ni mtu ambaye ana msaada mkubwa kwako, anakusaidia, basi sasa ule msaada ikishasimama shikeli kama hii hapa ya qabdatu kharija, inakuwa inamaanisha kwamba msaada huo kuupata inakuwa ni muhali, haiwezi kukusaidia tena. Umeona? Alafu kitu kingine tena ambacho kinapatikana katika huu mji wa 11 ni msaada, ni mji wa msaada. Mfano kama mtu labda umekutwa na matatizo sehemu na unataka kujua je anaweza akapata msaada, basi tunaangalia hapa. Manake kwa vyovyote vile kama ikija shikeli nzuri, manake utatokea msaada from nowhere, mtu atakuja fanyaje? Atakuja amsaidie. Umeona? Lazima atakuja amsaidie. Alafu huu ni mji pia wa ahadi. Mji wa ahadi. Kwa mfano mtu akikuahidi, bana nitakupa kitu fulani, bana nitakupa kazi, nitakupa hela. Yaani kitu chochote ambacho umeahidiwa. Maana yake kisimama shikeli hii hapa ni vile vile ni kwamba hiyo ahadi haiwezi kutimia, kwa sababu shikeli hii hapa ni ya kukosa, ni ya kukosa. Ikishakuja tu hapa tayari unajua hapa hii tayari hawezi kunipa. Kanizuga. Umeona? Na kweli hawezi kukupa. Umeona? Labda ufanye namna nyingine, lakini tofauti na hapo ukiacha mambo yaende kama jinsi alivyojipangilia yenyewe, manake kukupa hicho kitu alichokuahidi ni ngumu. Kwa hiyo hii inasababisha, inajulisha kwamba ni ahadi ambazo haziwezi kutimia. Kuna kitu cha malengo. Ni mji pia wa malengo. Kama kuna malengo umejiwekea, labda nataka mwakani nifike tu nitajenga, mwakani sijui nitataka nifanye hichi, mwakani nataka nifanye hichi, au ikifika siku fulani itabidi nifanye hichi. Yale malengo ambayo umejiwekea wewe katika maisha yako ambayo unategemea ukiyafanya upige hatua mbele, ikishasimama shikeli kama hii hapa, maana yake yale malengo hayawezi kutimia. Na maisha kwamba ni kufeli moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa inamaanisha vitu vya namna hiyo. Alafu kitu kingine katika huu mji wa 11 huwa tunaangalia mafanikio. Unataka kuangalia je jambo fulani litakuja kufanikiwa? Ikitokea hii hapa shikeli, maana yake kufanikiwa jambo lako haiwezekani. Kwa hiyo jambo la kufanikiwa lolote
ambalo wewe umelifikiria, unataka ufanikishe jambo fulani, kwamba shikeli hiyo ikisimama hapo inakuwa inaashiria kwamba wewe hauwezi kufanyaje, hauwezi ukafanikiwa jambo lako. Huko tumemaliza. Ngoja twende mji huu hapa wa 12. Mji wa 12, cha kwanza huwa tunaangalia ni adui. Huwa ni adui ambaye haumfahamu. Adui ambaye unamjua kabisa, yani huyu ni adui yangu, mimi na yeye haziwivi. Huwa tunamwangalia mji wa 8. Na yule ambaye unamjua au mjui kabisa, yani ndio tunaangalia mji wa 12. Mji wa adui. Kwa kitokea shikeli hii hapa, maana yake ni nguvu ya adui kupungua. Yaani kama unashindana na mtu kama ni adui, maana yake kitokea shikeli hii hapa, maana yake utamshinda. Umeona? Maana yake ni adui dhaifu. Umeona? Adui mwenye huzuni, adui aliyekosa, adui aliyeshindwa, adui aliyepungukiwa. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Yaani huyo adui anakuwa tayari hana uwezo wa kukudhuru kwa sababu uwezo wake ni mdogo. Alafu kitu kingine tena ni mji wa siri. Yaani kama mtu amekufichia siri, alafu ikatokea shikeli, unataka kwamba siri atatunza, hawezi kutunza. Manake hiyo hapo si shikeli ya kuondosha hiyo. Sasa ukishaondosha siri inakuwa nani? Si ni dhahiri tena. Manake huyo mtu hawezi kutunza siri. Umeona? Lazima tu atatangaza, bwana huyu ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kama unampa mtu siri, unataka kumwambia akutunzie, unajua hili jambo ni la msingi sana, kuna mambo mazito, kuna makesi kama ya mauaji, unaenda kumpa mtu siri alafu anaenda anakuchomesha. Kwa hiyo ikikashikeli kama hii hapa, inakuwa inaashiria kwamba hapo hakuna siri tena, mambo yatakuwa dhahiri. Umeona? Alafu hii hapa mji wa 12 tena huwa una maana ya gereza. Magereza ambayo watu wanafungwa haya. Kwa hiyo ikitokea shikeli kama hii hapa, inakuwa inaashiria mtu kutoka. Yaani inakuwa inasimama kwenye ishara nzuri. Umeona? Ni shikeli ni mbaya hii hapa, lakini ikisimama hii hapa, kazi yake hii ni kuondosha. Kwa hiyo kama ni mtu yupo gerezani, maana yake shikeli inaashiria kwamba huyu mtu lazima atoke huyo. Umeona? Lazima aondolewe huko ambako alipo gerezani. Na kama ni mtu ambaye labda ameshtakiwa, mnaangalia je, anaweza akafungwa au hawezi kufungwa. Kitokea hapa, maana yake hawezi kufungwa. Hii inaashiria kwamba hii kazi yake ni kutoa, huwa haiingizi. Kwa hiyo kama hili ni gereza, hii shikeli maana yake inaashiria kutoka, sio kuingia. Umeona? Shikeli inaashiria kutoka na sio kuingia. Kwa hiyo mtu ikishaingia shikeli hiyo, inakuwa ni bahati upande wake. Ndio maana ndio kueleza huko mwanzo nikasema kwamba katika mambo ya shikeli ambayo ni nzuri katika kutoa maradhi ni hapo. Sababu hapa ni kuondosha. Umeona? Ni kuondosha. Kwa maradhi inaondosha hiyo hapo. Na huku kwenye upande wa gereza, maana yake hata mtu kama ni gerezani, kama ni nini, basi inakuwa inatumika pia kuondosha. Umeona? Sasa punguza. Kwa hiyo inakuwa inaondosha. Kwa hiyo mbali na kwamba inakuwa ina uwezo pia wa kuondosha bahati ya mtu, kwa sababu hiyo inahitaji tu maelekezo tu. Bahati ya mtu inaondoa vitu vizuri na vibaya. Ni wewe tu kuipa maelekezo. Na ukiitumia hii vibaya, hadi na bahati na kuondolea. Kwa hiyo ni vizuri sana, yani kwa wale ambao wanajua formula vizuri, unaitumia kwa umakini. Lazima uipe maelekezo. Kuondoa iondoe nini? Umeona? Usipoiambia, maana yake yenyewe inazoa tu. Si ni zoa, inazoa tu.
Kwa hiyo ni upande wa nini? Wa gereza. Tumesema inakuwa inasimama katika uzuri. Jambo jingine, inaashiria vifungo. Mji wa vifungo, huo mji wa 12. Kwa hiyo ikitokea hapa ni inaashiria kwamba vifungo kufunguka, yani vikwazo kuondoka. Umeona? Vikwazo kuondoka. Na kama utakuwa unaangalia hapa ni uadui kuondoka, yani vitu vya namna hiyo. Umeona? Na hii pia huwa ina mji wa 12 ni mji ambao unahusisha na mambo ya uchawi. Umeona? Mambo ya uchawi. Kwa hiyo ukisimama shikeli hii hapa, maana yake ni uchawi kupoteza nguvu. Au uchawi kudhibitika, uchawi kuondoka, uchawi kupungua. Umeona? Kwa hiyo vitu inakuwa inazungumzia vitu vya namna. Kwa hiyo katika miji ambayo inakutana labda ni mibaya, ikakaa shikeli kama hii hapa, inakuwa inasimama katika upande wa uzuri. Umeona? Katika upande wa uzuri. Sababu sisi tunataka vitu vizuri viingie, vibaya viondoke. Sasa shikeli hii hapa kazi yake ni kuondosha. Kwa hiyo ikiingia katika ubaya, maana yake katika mji mbaya, maana yake inaashiria hicho kitu kibaya kuondoka. Twende mji wa ngapi? Mji huu hapa wa 13. Sasa mji wa 13 unakuwa una maana nyingi na zingine ni za kutoka katika mji wa kwanza. Kwanza kabisa hii hapa mji wa 13 huwa unazungumzia kuhusu mji wa kwanza, kitu cha kwanza hicho. Kwa hiyo kama huku tuizungumzia labda kuhusu muulizaji, huku inakuwa pia ni muulizaji. Kingine ambacho kinaongezeka huku ni siri za muulizaji. Umeona? Siri za muulizaji. Let's say mtu amekuja ana jambo lake, lakini moyoni mwake anakuja kuongelea kitu ambacho kimemtoka, kimepotea, kimepungua. Let's say kaibiwa, alikuwa na mume kamuacha, alikuwa na mke wake kamuacha. Yani alikuwa na kitu fulani ambacho alikuwa nacho katika maisha yake, sasa kimemuondoka. Ndio hii hapa inakuja kusimama hivyo. Na katika mji huu wa 13 na ule mji wa kwanza vinakuwa vinafanana. Isipokuwa kitu kimoja cha kuzingatia ni kwamba huu mji wa 13 huo unazungumzia mabadiliko baada ya mji wa kwanza. Kwa mfano, let's say imekuja shikeli hapa mji wa kwanza, imekuja shikeli let's say hii hapa kabla tuharija kama kawaida. Lakini huku ikatokea bashkeli labda hii hapa, nachukulia tu mfano. Hii ni shikeli nzuri. Maana yake huku mwanzoni kuna shida, lakini kutatokea mabadiliko. Maana yake yani mabadiliko kwa maana kwamba kitakufa kitu cha kwanza kile ili kije kiibuke kitu cha 13 huko. Maana yake huku kama kuna balaa afu huku kunaonekana kuna uzuri, maana yake hii balaa hii litakuja kufa alafu litakuja kuzalika kheri baadaye. Kama huko kulikuwa kuna kheri mji wa kwanza, huko kuna shikeli nzuri, alafu wa 13 ikawa ni shikeli mbaya, manake kutatokea mabadiliko, transformation. Kwamba kutoka katika mji wa kwanza kulikuwa kuna jambo zuri, lakini litakuja kufa hilo, litakuja kutokea jambo jingine baadaye. Itakuja kutokea jingine baadaye. Kuna sometime unatana mji wa kwanza na mji wa 13 zote ni nzuri. Manake huyo kunakuwa kuna hali nzuri ya muendelezo wa uzuri wa maisha yake kuendelea kwa muda mrefu. Umeona? Manake hakuna mabadiliko yote yatakayotokea. Lakini ukitokea basi mji wa kwanza huu unakutana ni nuksi. Mji wa 13 ni nuksi. Manake hii ni nuksi ambayo yani ni jambo ambalo litakuja kukaa kwa muda mrefu, manake hakutatokea mabadiliko kwa hivi karibuni, mpaka labda uje ufanye jambo jingine sasa. Lakini kwa hivi ukiacha mambo yajiendee kama jinsi yanavyojipangilia yenyewe, manake hapo kunakuwa hakuna transformation yote, mabadiliko.
Kwa hiyo hii hapa mji wa kwanza na mji wa 13 vinafanana, ila mji wa kwanza jambo linaanza, alafu mji wa 13 ni mabadiliko ambayo mji wa kwanza yale yalitokea mji wa kwanza yatakufa afu na kuja kuzaliwa katika mji wa 13. Manake ni mabadiliko ya baadaye ambayo yatakuja kutokea tofauti na yale yaliyokuwepo katika mji wa kwanza. Na kama kwa zote ni zinafanana, basi hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Nafikiri hapo mmenielewa kidogo. Haya, tuangalie kitu kingine. Siri ya muulizaji tumeshaangalia tayari. Manake huyu mtu atakuwa anaulizia kitu ambacho kimempungua au kimemtoka, kimepotea. Tuangalie mji wa huu mji wa 13 tena tunautumia kama mji wa shahidi. Fute hapa. Ni mji wa shahidi, shahidi wa kwanza wa muulizaji. Wengine wanatumia kama mji wa shahidi. Hasa katika hizi njia zinaitwa European Geomans. Yaani zile ambazo wazungu wanapenda kutumia, hawapendi kutumia mji wa 13, 14 kama jinsi tunavyofikiria kwenye upande wa Kiarabu. Wao wanahesabu kama mji wa 13 ni mji wa nani? Ni mji wa shahidi wa kwanza. Kwa mfano, hii mji wa 13 tumesema unafanana na mji wa kwanza. Kwa hiyo shahidi wa muulizaji yule aliyekuja, si ameuliza swali lake. Sasa shahidi wake anakuwa ni mji wa 13. Huyu anazungumzaje? Kwa sababu ni shikeli iliyopo pale ni ya kabla tu harija. Huyu shahidi wa kwanza anasema bana, jambo lake haliwezi kufanikiwa. Kama alikuuliza kuhusu sijui atafanikiwa kumuoa fulani, hii inakukatalia, nakwambia hawezi kumuoa. Huyu shahidi wa kwanza. Kama alikuwa anasema bana, yeye nitakuja hapa nitafanikiwa katika biashara zangu, huyu wa 13 anakuambia hawezi kufanikiwa. Umeona? Huyu anakuja anakuambia hawezi kufanikiwa. Umeona? Kwa hiyo huyu ndo shahidi anakuwa anasema. Shahidi wa pili ni huyu mji wa 14. Umeona? Ambayo ikitokea shikeli hiyo na yeye, huyu shahidi wa pili sasa ni wa kile kinachouliziwa. Ngoja ni fafanani. Kwa hapa tunaangalia nini? Mji wa 14 tunaangalia vikwazo. Kwa hiyo tunauliza sasa. Kwa mfano unaweza kukuta kwamba umemcheki mtu afu unakutana kama huoni tatizo. Kwa hiyo unataka kujiuliza sasa, hapa tatizo nini? Kikwazo hasa ni nini? Yaani mpaka asifanikiwe wakati unaona kabisa mambo huko yako sawa. Kumbe kunaweza kuwa kuna kikwazo, umeona? Sasa hapa unachukua ishikeli hapa ambayo ni hivyo katika mji wa 14. Kuona huwa ni hii ngazi ya juu ya moto hii. Kwa hiyo hapa ninachofanya, kama kulikuwa kuna imefungua nukta hapo, tunaibadilisha, tunafunga hivi. Kwa hiyo tunakuwa tuna shikeli yetu hii hapa ambayo ni bayadha. Sasa hii bayadha hii ndio unaitafuta katika tahti yako. Si umetaka kuonesha, ndio anakuonesha sasa. Kwa hiyo unaitafuta hii bayadha. Ukikuta katika mji wa kwanza, manake tatizo kikwazo chake ni yeye mwenyewe. Umeona? Mji wa kwanza ni nafsi, yeye mwenyewe mhusika. Manake matatizo kayasababisha mwenyewe. Umeona? Kwa mfano let's say umeiba, umepigwa mzinga, umetembea na mwanamke wa watu, umerogwa, umefanya kitu fulani, umerekebishwa, yani hivyo. Kwa hiyo unakutana hii hapa sababu yake ni yeye mwenyewe, au umefanya uzembe wewe mwenyewe. Kwa hiyo umepata majanga yametoka na uzembe wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa imekuja hapa. Umekutana bai hapa, hii iko katika mji wa pili. Unajua tu hapa sababu yake nini? Pesa, mali. Sasa mali ni wenda wamezulumu mali, kaibia mtu, watu wamejibu. Umeona?
Unaweza kukutana hiyo mali labda ameenda kuipata kwa njia ya makafara. Makafara yamemrudia. Kwa hiyo unakutana itakuja kuonyesha bana, tatizo lake, kikwazo hicho anachokipata hicho cha kutokufanikiwa mambo yake, hizo pesa hizo. Na ukakuta tena hiyo mali tena shikilia mali imekuja hapa mji mpaka mji wa 6. Unajua mji wa 6 si mji wa wizi. Unajua kumbe utakuwa kuna mtu kamuibia. Au haijatokea hapo, imetoka hapa imeenda hadi mji wa 8. Unajua tayari huyo alitoa kafara. Ni makafara. Kaipata kwa njia ya makafara. Atakuwa kuna mauaji aliyofanya mpaka ikaja ikapatikana hiyo pesa. Kwa hiyo ni mambo kama yanamrudia sasa. Unaona? Ni mambo yanamrudia. Kwa hiyo ni kwa fupi tu. Au kutana hii hapa shikeli hapa imetoka katika mji wa 3. Inakwambia mimi nimemuona kikwazo ni ndugu yake, umeona? Au jirani yake, kwa sababu mji wa 3 unahusika na jirani, unahitaji unahusika na ndugu, baba, kaka au dada. Kaka au dada, au jirani, umeona? Kwa hiyo inakuwa inamuona ndugu. Either inaweza ikakutana hii shikeli hii ya bayadha imekuja jitokeza katika mji wa ngapi? Mji wa 4. Inakuwa imemuona nani? Imemuona mzazi. Imemuona either baba au mama. Haya. Imekuja hapa mji wa 5. Inakuwa imemuona nani? Mtoto, umeona? Imekuja mji wa 6. Mji wa 6 imemuona mfanyakazi wako. Kwenye mji wa 6 huko tulishazungumzia. Mji wa 6 unahusika na mfanyakazi. Kwa hiyo ikija mji wa 6 unajua imemuona mfanyakazi. Kuna mtu gani umemwajiri wewe anakufanyia kazi. Ikija mji wa 7 imemuona mke, mume, mpenzi. Kwa hiyo unaweza kukutana kwamba labda ulikuwa na mahusiano yamevunjika, jamaa ameenda kukufanyizia. Umeona? Ikija mji wa 8 imeona mauaji, umeona? Au imeona asili, sababu asili pia inatokea hapa katika mji, kwa sababu ni mji wa kaburi, mji wa misukule, mji wa asili, roho za mababu zile na vitu kama hivyo vinakuwa vinasimama katika mji wa ngapi? Mji wa 8, umeona? Haya, let's say imepatikana katika mji wa 9 hapa. Inakuwa imemuona nani? Imemuona mtu kutoka mbali, umeona? Eza mkoani huko au nje ya nchi, umeona? Imeona mtu kutoka mbali. Ikifika hapa mji wa 10 hapa imeona tatizo kazini, imemuona bosi wako, umeona? Kwa hiyo vitu vya namna hiyo. Ikija 11 hapa imemuona rafiki. Ikija mji wa 12 imemuona adui yako. Kwa hiyo yani inakuwa vitu vya namna hiyo, umeona? Hapo umetaka nini? Umetaka shikeli ifanyeje? Ikuonyeshe, umeona? Alafu pia unataka ikuambie, umeona? Kwa hiyo mimi hapo sitaongelea hiyo hapo, sababu hiyo tutakuja tuifafanue zaidi katika video nyingine. Tuangalie katika hizo kutazama, alafu kuzungumza, kuzungumza, kukutana na kuachana. Tutakuja ziongelee vizuri, umeona? Lakini kwa leo ngoja tumalizie kwanza hichi tunachokijadili kwa sasa hivi, umeona? Jadili sasa hivi. Haya, tunaendelea na kipengele kingine. Tunaenda hii hapa, baada ya kuangalia vikwazo pia tunaweza tukaangalia pia na upande wa ushahidi sasa. Tunaangalia ushahidi. Huyu ni shahidi wa pili ambao anakuwa anatoa ushahidi kwenye upande wa kile kilichouliziwa. Kilichouliziwa labda tuchukulie mfano kama ni mapenzi. Kwa hiyo anakuwa anatoa ushahidi. Je, wewe umeuliza nini? Let's say umeuliza, je, huyu nitampata? Huyu hapa anakuambia let's say haumpati. Na huyu anasema haumpati. Je, huyu aliyezaliwa ni yupi?
unaangalia. Akizaliwa maana yake atakuja huyu hapa. Akishakuwa huyu hapa tayari, na huyu mwenyewe ana mashaka, huyu yuko nusu kwa nusu. Yaani huyu kasema humpati, huyu humpati, na huyu hapa sio shekeli ambayo ni saida moja kwa moja. Ni saida mumtazija. Maana yake huyu hapa atakuja na yeye mwenyewe anasema kiasi anaweza akampata au asimpate. Umeona? Kwa hiyo hakimu yeye mwenyewe anakuwa anatoa hukumu ambayo haiko moja kwa moja. Umeona? Kwa hiyo huyu hapa anahesabika kama ni hakimu. Lakini kwa kesi yetu hii hapa, kwa kesi yetu hii ya mji wa 15, mji wa 15 tunaohesabu kama ni mji ambao una uhusiano na mji wa ngapi? Wa 7. Kwa hiyo mambo ya mapenzi pia tunaangalia hapa. Sawa? Tunaangalia mapenzi. Mambo sijui ya mahusiano, hali ya mahusiano tunaangalia hapa. Huku mambo ya kisheria tunaangalia hapa. Huku sitakuwa tunaangalia pia tunamwangalia mwizi. Huku tunamwangalia tena mwizi. Kwa hiyo ukikuta hapa imetokea mwizi, unakuja unaangalia na huku. Zikifanana wezi wawili hao. Umeona? Ingawa hii shikili ya hapa mwizi wanaweza ikatokea sehemu yote ile katika tahti, kwa sababu idadi ya wezi inavyozidi kuongezeka ndio jinsi ambavyo idadi ya shikeli ambayo inatokea hii hapa katika mji wa 7 inatokea mara nyingi katika tahti. For example, kama umeikuta iko hapa labda ukaikuta mji wa 9 ukaiuza na mji wa 15, unajua hawa wezi watatu hao. Ikijitokeza mji wa 7 peke yake, maana yake huyo ni mwizi mmoja. Mwizi mmoja kaiba mwenyewe. Lakini ikitokea kwamba imejirudia mara nyingi na ukiwa unaangalia swala la wezi, maana yake hao wezi wengi. Umeona? Kwa hiyo hii hapa katika mji wa 15 hapa tunamwangalia kama ni hakimu anayetoa hukumu za hawa watu wawili. Unaona? Hawa watu wawili. Unaona? Aidha unaangalia yaliyopatikana katika mji wa 15 au mji wa 7 au unaangalia kama hakimu. Jambo la mwisho ni huu hapa mji wa 16. Mji wa 16 una mambo kama matatu. Jambo la kwanza, mji wa 16 na mji wa 4. Mji wa 16 unaelezea zaidi mji wa 4. Yaani wanasema mji wa 16 yadulu ala madalla alaihi rabi'. Inajulisha yale ambayo yamejulishwa katika mji wa ngapi? Katika mji wa 4. Kwa maana mji wa 4 unahusika na nini? Hatima ndogo. Huku hapa ni hatima kubwa. Huku mji wa 4 unahusika na wazazi. Huku tutaenda pia kuangalia wazazi maana yake. Lakini jambo ambalo ni kubwa sana ambalo mji wa 16 unaweza kuofa ni majini walioko kichwani. Yaani hiyo kitu bana naisisitiza sana. Kwa hiyo huu mji wa 16 huu tunaangalia viumbe walioko kichwani. Hii zingatia sana. Huyu hapa akisimama hii hapa ni jini wa kichawi huyu. Huyu hapa jini wa kichawi. Yaani ukiona anaanza kuzengea mji wa 16 huko, basi mara nyingi 90% wanakuwa ni majini wa kichawi hawa. Unaona? Waliotumwa kichawi. Wanaita majini maepe yale. Ndo hawa hapa. Huyu hapa akisimama mji wa 16. Nitakuja nielezee vizuri na baadhi ya shikeli zingine, kwa sababu kuna shikeli ambayo ukiiona ikija katika huu mji wa 16 inakuwa inaashiria jini mahaba. Yaani kwa 100%. Umeona? Jini mahaba. Alafu ingie kikaa hapo unajua huu ni jini wa asili. Ingie kikaa hapo unajua hii hapa ni jini mzuri. Ingie kikaa hapo unajua ni jini wa kichawi. Kwa hivyo vitu huwa vinatakiwa uvifahamu hivyo.
Kwa hiyo ukiangalia hii hapa shekeli ni jini wa kichawi huyu hapa. Ndo akija kikaa katika mji wa 16. Ama katika majambo mengine kama nataka kuangalia, hii ni hatima kubwa. Maana kuna hatima ndogo ambayo katika mji wa 4. Hatima ndogo kwa maana ya kwamba, kwa mfano let's say umeshtakiwa kwa kosa la kuchelewa kurejesha 50,000 ya watu, umepelekwa polisi. Hizo nilikuwa ni hatima za hapa. Kama umeenda kushtakiwa mpaka umepelekwa mahakamani, sio umefanyaje, hizo hatima ni za hapa. Lakini ukiambiwa hapa bana, hii ni kosa la ubakaji, miaka 30, jambo ambalo litakugharimu kwa muda mrefu katika maisha yako, ndio tunaenda kuangalia katika mji huu wa 16. Tunaangalia je, hatima yake itakuwaje. Huko inakuwa ni hatima ndogo, alafu huko inakuwa ni hatima kubwa huko kwenye mji wa 16. Kwa mji wa 16 tunaangalia hatima kubwa, tunaangalia kichwani, tunaangalia yale ambayo yanahusika na mji wa 4. Kwa mfano, ikitokea let's say umeulizia jambo la kuhusu mzazi, alafu ukazungumzia jambo la kuhusu mji, yaani unazungumzia kuhusu nyumba, alafu tena unazungumzia kuhusu tena mzazi. Maana yake lile la kwanza lile unapokuwa unakuwa ushapiga shekeli, umetia nia, maana yake jambo lile la kwanza lile kama la kuhusu mzazi utaliangalia hapa. Alafu lile ambalo ni la pili la kuhusu mji unakuja kuliangalizia hapa. Kwa nini? Kwa sababu mji wa 16 na mji wa 14 ni miji ambayo inafanana. Wanaita miji ya autadi wanaita. Sio miji ya autadi. Hiyo ni miji mingine. Wanaita musharaka, miji ambayo inashirikiana. Umeona? Mji wa kwanza na mji wa 13, mji wa 4, wa 16, wa 7 na wa 15, 14 na wa 10. Hii kwa hivyo. Kwa hiyo ni miji ambayo inashirikiana. Kwa hiyo jambo moja unakuja kuliangalia hapa, jambo la pili unakuja kuliangalia hapa. Kwa sababu haya yote unaonekana kama yanatakiwa yajibiwe na mji wa 4 hapa, mji wa 4 hapa. Sasa kwa sababu maswali yote yanaenda katika mji mmoja, huwezi kuyajibu yote kwa pamoja. Mmoja anakaa hapa, mwingine anakuja huko. Umeona? Haya. Kwa hiyo hapa nimeshamaliza miji yote 16 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Nafikiri tutaendelea na shekeli zingine hapo majaliwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.